naomba msaada wako. Hapa nilipo mimi nateseka. Tuna watoto wawili, hatuna pa kuwaweka. Wanadai kwamba nyumba sio ya kwetu tena. Huyu mama aweze kurudishiwa nyumba yake na vitu vyake vyote, paka nguo za ndani. Ona wametumia unyama kuchomea. Kweli binadamu anaweza kuingia hapo jamani? Kama waandishi wa habari mnavyoona, amechomea wa mama ameshindwa kuingia kwake. Amelala hapa nje na watoto na vitu vilioko ndani wamevunja, paka ma TV wametoa hapa nje. Kuna vipande vya chupa hapa wamevunja. Madirisha wamefanya ukatili wa kinyama ambaye sijawahi kuona kwenye hii dunia. Yote walishapewa tangia mwaka jana. Wanaambia viongozi wasifanyaje, wasiende kwenye tukio na wao wanaondoka. Mtavunjeje nyumba bila kiongozi? Mnaamua kurudi. Hali ya huzuni na sintofahamu imetanda katika kitongoji cha Burunge B, kijiji cha Mwada, wilaya Babati, mkoani Manyara, baada ya mama watoto wawili, Mariam Gwaruda, kujikuta akibaki bila makazi kufuatia kuuzwa kwa nyumba aliyokuwa akiishi yeye na familia yake kwa amri ya mahakama ya mwanzo ya Mwada. Mariam sasa analazimika kuishi katika mazingira magumu, yeye pamoja na familia yake, akidai kupoteza mali zake zote, huku akiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa fidia uliodumu tangu mwaka 2022 na hatimaye kusababisha nyumba yao kuuzwa. Chanzo cha mgogoro huo ni tukio lililotokea mwaka 2022 ambapo mume wa Mariamu alidaiwa kumgonga mtoto mdogo kwa pikipiki na kusababisha majeraha yaliyohitaji matibabu, ambapo mzazi wa mtoto huyo alifungua kesi mahakamani akidai fidia ya gharama za matibabu. Kwa mujibu wa Mariamu, mahakama ilitoa uamuzi wa kulipa fidia ya shilingi milioni 1,19,000, jambo ambalo baadaye lilisababisha nyumba yao kuuzwa ili kutekeleza amri ya mahakama. Mwenyekiti wa kitongoji cha Burunge B, Gabriel Pamphili, amesema hajawahi kuona nyaraka zozote za mauzo ya nyumba hiyo wala kupewa taarifa rasmi kuhusiana na mchakato wa kuuzwa kwa nyumba hiyo. Hata hivyo, mkurugenzi wa kampuni inayohusika na masuala ya udalali, Jeremia Mtagwa, amesema taratibu zote za kisheria zilifuatwa katika mchakato wa kuuzwa kwa nyumba hiyo na kwamba hatua zilizochukuliwa zilikuwa ni utekelezaji wa amri ya mahakama. Hii ni Global TV. Mimi naitwa Hosea. Fatana nami katika kisa hichi kizito kutoka hapa katika kitongoji cha Burunge B, kijiji cha Mwada, Babati, Manyara. Ni Mariam Gwaruda, naishi kijiji cha Mwada, kitongoji cha Burunge B. Mimi na tatizo moja. Mume wangu alipata matatizo, alimgonga mtoto wa mtu. Baada ya hapo tukamchukua tukampeleka kwenye matibabu hospitali ya Magugu. Tukapokelewa, akapata huduma. Basi akawa tatizo lilikuwa sio kubwa, ni kidogo. Baada ya hapo tulivorudi nyumbani, basi tukakaa na wazazi wake tukaelewana vizuri. Tulivyoelewana vizuri na wazazi wake mpaka tukampoza na mtoto wake, ilikuwa mwezi wa 5 2023. Baada ya hapo tumekaa kuanzia mwezi wa 6, mwezi wa 7 mwishoni akaenda kumfungulia mume wangu kesi ya madai. Alivyomfungulia mume wangu kesi ya madai, tukaenda mahakamani, mahakama ya mwanzo kijiji cha Mwada. Tulivyoenda mahakamani, basi hukumu ilivyotoka kaambiwa alipe shilingi milioni 1,19,000. Baada ya hapo, kutokana na sisi tulivyomhudumia mtoto kwa gharama zetu sisi, ule baba mzazi wa mtoto hakuhudumia mtoto wake, tulihudumia sisi. Basi tukaambiwa hii ushauri sisi hatujaridhika na hiyo hukumu. Basi tukakata rufaa, tukaenda mahakama ya Babati wilaya. Tulivyoenda kule mahakama ya Babati wilaya, tukasikilizwa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tukarudishwa nyumbani, tukaambiwa turudi nyumbani tumalizane. Tumekuja tumekaa, basi ule bwana akagoma kutusikiliza. Baada ya hapo tukarudi tena ofisi ya kijiji ya Mwada. Tukakaa na vitongoji na mtendaji. Basi tukaenda na shilingi 500,000 mkononi. Basi ule bwana alikataa kupokea zile veza.
akadai kwamba hiyo hela hailipi, lakini sisi tulimpa kama pole ya mwanae. Baada ya hapo basi mtendaji akasema basi kama amekataa basi tukaondoka tukarudi nyumbani. Tumerudi nyumbani. Baada ya hapo akaenda kukaza hukumu, kaanza kutuletea madalali wa kuuza nyumba. Nyumba anauza kwa sababu anadai kwamba yeye anataka malipo juu ya mtoto wake. Na mtoto ni mzima, alipotoka hospitali anaendelea na shule paka na sasa. Basi baada ya hapo akadai kwamba anatuuzia nyumba kwa sababu anataka malipo juu ya mtoto wake. Tumeenda tumepeleka malalamiko lakini hatusikilizwi. Kila baada unaenda unaeleza maelezo, unaambia rudi nyumbani ukae. Sasa tunaporudi nyumbani kukaa, baada hao watu bado wanaendelea kutusumbua. Kila siku wanakuja wanaondoka, wanakaa, baada ya mwaka wanarudi tena. Kwa hiyo sasa paka jana juzi walikuja mahali hapa kwangu, walipofika wakakuta hamna mtu, alitaka kuvunja mlango. Basi wakakatazwa, naona wakaambiwa kama mwenyeji hayupo hamwezi kuvunja mlango wa mtu, akaondoka. Basi walivyoondoka jana walikuja asubuhi muda saa 3 asubuhi, wakatukuta hapo nyumbani asubuhi. Basi sisi tukabana mlango na kuondoka. Baada ya kuondoka huku nyuma wakavunja mlango wangu na kuingia ndani na kutoa vitu vyangu vyote nje na kupakia kwenye gari na kuondoka navyo. Na walivyoondoka navyo, tulipofuatilia vitu havijapelekwa kituo cha polisi. Walienda nazo, sasa sijui walipeleka wapi vitu vyangu. Wamechomelea mlango wangu kwamba mimi nisiweze kuingia kwangu. Wamevunja mlango wa mfugo wangu, kuku zangu. Basi mimi baada ya hapo nilienda paka Babati wilayani kule mahakamani, nikaenda kujielezea. Basi baada ya hapo wale madalali ya Kibaiko wamepigiwa simu na msajili wa Babati wilaya. Walipopigiwa simu akadai kwamba wenyewe wamekuja kwa maagizo ya mahakama ya mwanzo. Mahakama ya mwanzo inaweza kuuza mali ya mtu kwa sababu ya madai. Na madai ni madai ya nini? Hatujafanyana biashara yoyote baada ya kusema ni kumlipa mtoto wake. Yaani ndio hivyo tunanyanyasika. Huyu 2023 hii ni mwaka 2026, tunateseka kila siku, tunanyanyasika. Tunaletewa matisho, mara tunaamka asubuhi tunakuta makaratasi yameandikwa matisho kwamba muhame mahali hapa, mtoke mahali hapa kwa ridhaa yenu, msipotoka tunaweza tukawalipulia hata ndani kwa moto. Basi nikapeleka malalamiko ofisi ya kijiji cha Mada. Polisi kata alinipokelea kweli, karatasi walikuwa na mtendaji, hakunisikiliza. Ile karatasi nilitoa photocopy nikabaki na nani, wanyoa akachukua ile karatasi nyingine oji. Hawakaniambia wanafuatilia, lakini hawajafuatilia jambo lolote. Lakini mimi naendelea kuteseka tu, kila siku watu wanakuja kwangu na kunisumbua. Kwa hiyo sasa paka hapa nilipo nateseka mimi mwananchi. Viongozi hawana wananipa msaada hata mmoja. Kila nao mfuata hawana msaada wote na mimi. Kwa hiyo jamani, mimi naomba serikali waingilie hiyo swala langu, naomba washughulikie swala langu. Samia, naomba msaada wako. Hapa nilipo mimi nateseka. Nyumba yangu imefungwa, nyumba yangu imeuzwa. Hatujui alonunua ni nani na alouza nyumba yangu ni nani. Yaani hatuelewi kitu chochote paka hapa nilipo mimi na mume wangu. Tuna watoto wawili, hatuna pa kuwaweka. Wanadai kwamba nyumba sio ya kwetu tena. Na sijui, sina sababu, sijachukua mkopo, sidaiwi na mtu, sijai kumkosea mtu. Kwa nini mimi nanyanyasika jamani? Naomba msaada wenu. Naitwa Teresia Hamisi. Ni jirani wa huyu mama ambaye aliouziwa nyumba jana na kutolewa vitu vyake. Kama ananisikiliza Mama Samia, mkuu wa mkoa ni mwanamke, mkuu wa wilaya, naomba asimamia ili tatizo, huyu mama aweze kurudishiwa nyumba yake na vitu vyake vyote, paka nguo za ndani. Sisi wanawake ni kuto tunahitaji kubadilisha mavazi na watoto, lakini jambo hili tumeliona ni kama unyama uliofanyika kwenye kitongoji hichi. Tunaomba serikali ingilie kati iweze kumsaidia huyu mama
Kwa kweli tumehuzunishwa sana sisi kama majirani, na tunaomba swala hili waweze kulishughulikia, aweze kusaidiwa kwa ngazi yoyote, iwe haki za binadamu, iwe kwa mashirika binafsi, serikali. Kwa kweli huu ni ukatili. Kwa majina naitwa Saidi Hamza, ni msaidizi wa kisheria na ni mtetezi wa haki za binadamu. Niko kata ya Magugu. Baada ya kuangalia nimegundua kwamba ni kitendo cha kinyama kilichofanyika. Hatukatai, nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na utaratibu, lakini walichokifanya hapa nafikiri sio kitu kizuri, kwa sababu kwanza hawakuangalia maslahi mapana ya hii familia. Kingine ni watoto ambao kimsingi ndio haswa walitakiwa waangalie. Watoto hawa wanasoma, lakini angalia leo hawakwenda shule kwa sababu wamechukua kila kitu. Sasa kama una uwezo wa kufika kwenye nyumba ya mtu na kuchukua kila kitu, tunashangaa ni amri ya mahakama gani inayoruhusu vitu kama hivyo, kwa sababu angalau kuna vitu ambavyo kimsingi walitakiwa vifate. Kuna taratibu za kufuata. Mtu anatakiwa ahame kwenye nyumba, sawa, hatukatai kama sheria imesema hivyo, lakini kuna taratibu zinatakiwa zifate. Kwa majina kwanza naitwa Gabriel Pamphili, natoka kitongoji cha Bungeni, kijiji cha Mwada. Mimi kunilazimisha kufanya kazi kwa nyinyi, mimi haiwezekani. Mimi naondoka zangu, na kama kulazimishwa niwe na waraka ili kesho nikiulizwa nijibu nikiwa na nini na waraka kuwa hii natakiwa kufanya hivi na hivi na hivi, na baki na waraka ili nikiulizwa kesho basio na tatizo wala na kesi yoyote. Mimi nikaondoka zangu. Nilivyoondoka basi ile mama ndo akawa nipigia simu. Naitwa Jeremia Malki Mtagwa, ndiye mkurugenzi wa Kibaigwa Auction Mart. Okay. Aliyeuza ni dalali mmoja ambaye iliuzwa mwaka 2023 kama sikosei. 2023. Naam. Ilipouzwa mwaka 2023 katika madai yao ambayo yalianza mahakama ya mwanzo Mwada. Alafu akakata rufaa yule mume wake na huyo mama. Naam. Akakata rufaa mahakama ya wilaya. Ndio. Alipoenda mahakama ya wilaya akashindwa yeye mahakama ya wilaya. Hakukata rufaa kwenda mahakama kuu, tuseme kwamba kuona kama uamuzi uliotolewa mahakama ya wilaya labda haukuwa uko sahihi, ndio? Naam. Yule mteja, kwa hiyo yule mdai aliyeshinda mahakama ya mwanzo ndio akaamua kukaza hukumu. Okay. Alipokaza hukumu, maana yake ni kwamba ikaenda kukamatwa nyumba yao, yani yeye na mke wake. Ndio. Ilipokamatwa ile nyumba ndani ya siku 14 kwa maana ya makusudio ya kuuzwa kwa mnada, si ndio? Kwa hiyo yule mama akaenda kwa hakimu kwenda kujieleza kwamba hii nyumba ni ya kwangu. Hakimu akamwambia kama ni nyumba ni ya kwako, weka pingamizi kwenye ule utekelezaji. Lakini huyu dada hakufanya hivyo, akaamua kuipotezea. Ikaenda paka akateuliwa dalali ambaye ni Vivian, anaitwa Vivian. Ndio. Kwenye karatasi kama utazikuta karatasi zinazungumzia swala la Vivian. Huyo Vivian akaiuza, ilikuwa ni nyumba moja kabla haijajengwa kama ulivyoiona, ambayo ina vyumba vitatu. Kilikuwa ni chumba kimoja kilichopigwa mgongo wa tembo. Okay. Ndio kiliuzwa hicho, ambacho kikauzwa kwa thamani ya $1,250,000. Naam. Aliyenunua anaitwa Majid. Tangia amenunua mwaka 2023, ndio ameendelea kukaa akitegemea kwamba anapewa nyumba yake. Imekuwa haiwezekani. Okay. Na yule dalali akawa amefanyaje? Ameacha, hakuomba udalali mwaka 2024. Kwa hiyo hakuwa tena dalali tena. Kwa hiyo hakuepo. Lakini sisi tuliendelea kuepo kama Kibaigwa. Mimi nimeanza tangia mwaka 2018 ni dalali wa mkoa wa Manyara. Naam. Kwa hiyo mwaka jana ndio tumekuja kupewa sisi oda ya kwenda kumtoa sasa yule mshindwa tuzo kwenye nyumba ili tumkabidhi aliyenunua. Kwa hiyo mwaka jana hiyo mwezi wa 9 tukawapelekea notice ya kuondoka kwa hiari. Tulipowapelekea ile notice ya kwa hiari ikashindikana, kwa sababu ikaonekanika kwamba viongozi kutoka kiongozi wa tarafa, kata na kijiji na kitongoji wakawa wanagoma kutoa ushirikiano katika kwenda kumtoa hiyo familia. Kwa hiyo
Sasa ikabidi irudi kwa nani? Kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo tuliporudisha kwa mkuu wa wilaya kwamba tunashindwa kupata ushirikiano, mkuu wa wilaya akawapigia viongozi kwamba toeni ushirikiano. Tulipoendelea katika mazingira yale ikashindikana kutoka katika utekelezaji ule. Ndio tukajikuta kwamba moja kwa moja tumekaa muda mrefu kwa sababu tayari kuna malumbano hapo katikati. Ndio sasa ikaja kutokea kwamba nikaa niko kiteto, nikaitwa kwamba nenda katekeleze utekelezaji wako kwa sababu utekelezaji bado haujafanyika. Ndio nimekuja ni Jumatatu nikaenda kwenye utekelezaji. Tumefika tena viongozi wakashindwa kutupa ushirikiano. Ndio tukampigia hakimu lile zoezi mbona linashindikana mpaka sasa? Kwa nini? Nikasema viongozi wale hawafanyaje? Hawanisaidii. Akaniambia rudi kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo Jumatatu hiyo nikatoka pale kwenye eneo la tukio kwa sababu tulikuta nyumba imefungwa na watu hawapo. Tukarudi kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya kupitia katibu tawala ndio akawapigia viongozi. Akasema hili swala limekuwa linasumbua muda mrefu. Kwa nini nyinyi mnazuia utekelezaji? Kama kulikuwa na swala lolote lile, yule mama angeweza kwenda kukata rufaa au kuweka pingamizi. Muda wote umetokea, muda tangia kesi imeisha mwaka 2022 mwezi wa 11. Mpaka leo hamjafanya chochote. Mnatarajia ni afu bado mnaendelea kuongeza nini? Kuongeza vyumba. Wakati chumba kilinunuliwa kimoja, mnaendelea kuongeza vyumba wakati mnakijua kwamba hamjalipa deni la mhusika. Inakuaje? Mtendaji ndio akaambiwa kwamba sasa nawaagiza warudi sasa hivi kuja kufanyaje? Kuendelea na utekelezaji. Tukamwambia mheshimiwa, sasa hivi ni saa 10. Tukienda mpaka saa 12 tutakuwa hatujafanya chochote kwa sababu mwisho wa kufanya kazi sisi ni mwisho wa saa 12. Tunaomba tuamke saa 12 asubuhi ili tukaifanye kazi kitu kikiwa wazi. Na inawezekana na wahusika tutawakuta. Hakika tukadamka jana saa 12 tukaenda kufika pale ofisini, tukampigia mtendaji wa kijiji, akafika. Askari tulishawa kuomba tangia mwanzo, tangia mwaka tukawa tumeandika barua ya kuomba askari kwa ajili ya kutusaidia. Wametusaidia sana tangia mwanzo mpaka jana tukaenda tena tukachukua, tukaenda pale, tukawa hatuna askari wa kiume. Tukabidi tuwapigie askari wa kike waje wafanyeje? Watusaidie pale tulipomkuta mhusika yupo ndani mwanamume, mwanamke akawa yuko nje. Tukamwambia sasa hebu toeni vitu vyenu. Sasa tumewakuta na nyinyi, hataweza kuvunja wakati nyinyi mpo. Toeni vitu vyenu ndani nje ili tuweze kufunga nyumba tumkabidhi mhusika. Mengine yataendelea baada ya kutekeleza hii amri. Yule dada akasema ngoja niwaite ndugu zangu. Akawaita ndugu zake, wakaja kina dada kama wawili, wakaingia wote ndani. Tukiamini kwamba watatoa hivyo vitu. Tukashangaa moja kwa moja hawatoi. Tukiwa na mwenyekiti wa kitongoji na mtendaji wa kijiji na askari polisi wawili, ndio tukaona kwamba ili jukumu sasa kama wameingia ndani, sisi hatuwezi kwenda kuwatoa ndani na vitu. Tukaomba askari mgambo waje wa kike waje kusaidia kuwatoa wale nje ili tuweze kuvitoa vile vitu, tuweze kufunga ule mlango na kumkabidhi mhusika. Askari mgambo akaenda kuwatoa ndani. Alipowatoa ndani, sisi tukaanza kuvitoa vile nje vitu nje na kuviorodhesha. Kila kinachotoka tunakiorodhesha na mwisho wa siku tukasaini viongozi na askari. Mwisho wa siku sasa tunawapa nani? Tukajikuta kwamba yule mama kaondoka ameenda mahakamani. Tukasema sawa, wacha aende mahakamani. Yule baba aliondoka pale pale akasema wewe mwanamke kaa na nyumba yako, wakitaka kutoa vyombo, vua nguo, piga yowe. Mbele ya viongozi. Sasa sisi tukasema wewe ndio ulikuwa umeshtakiwa. Sasa swala la kwamba nyumba ni ya mwanamke ulipaswa ulizungumzie mahakamani. Sasa unakuja kuzungumza leo wakati tunawatoa kwenye nyumba, kitu ambacho kitakuwa hakieleweki. Sisi tukaendelea na zoezi. Sasa tunawapa, akaja baba yake na huyo dada na kaka yake na mama yake. Na kuna mtu mmoja anaitwa Mashaka akawepo hapo kama ndio anataka kusuluhisha kwamba kama yule aliyenunua yuko tayari kuwarudishia nyumba yao, apewe hela yake. Yule mtajiri yule mteja akasema kwamba mimi niko tayari hata sasa hivi. Nyumba hii siwezi kuinunua, mimi nilinunua chumba kimoja. Sasa hivi viko vyumba viwili. Mimi siwezi kufanyaje kuinunua, ila nirudishiwe gharama yangu nilizozitumia tangia nimeinunua hii nyumba. Nimekwenda mahakamani mara nyingi sana katika kuhakikisha kwamba napata hii nyumba. Kwa hiyo mimi niko tayari. Wakasema basi ngoja tuwasubiri
baba na mama hawa watoto wetu waje ili tuweze kutoa hizo pesa. Kumbe yule dada ameenda kwa hakimu. Alipoenda kwa hakimu akapewa maelekezo kwamba sasa kama vyombo vyako vimeshatolewa nje, nenda ukakabidhiwe pale, kwa sababu vitu vile vyombo sio havihusiki na hii kesi. Naam. Kwa hiyo nenda kakabidhiwe vile vyombo ili dalali afanyeje aweze kuondoka. Nikapigiwa mimi. Na wakati napigiwa nikiwa pale kwenye eneo la tukio. Tumebakia sisi na vyombo, lakini hakuna hata ndugu wakatukimbia. Sasa tutaviacheje vitu vikiwa hapa nje? Maana yake vikiibiwa itakuwa ni tatizo. Tukaamua kutafuta gari, tukavibeba kwenye gari. Tukavipeleka ofisini. Kwenye gari tukisubiri kama watatuma yule dada apige simu kwa ndugu yake mmoja aje pale ofisini tumkabidhi mbele ya mtendaji, na mtendaji tukamwambia usubiri, kuna ndugu anakuja, tumkabidhi vitu vyake si tuondoke. Lakini aje na gharama ya gari, tumeshachukua gari la mtu, tumeshakaa nalo muda mrefu hapa. Naam. Matokeo yake sasa tukasubiri kwamba atapiga simu, hakuna. Saa 12 tukasema hii sasa tutaondoka usiku hapa. Mwisho wa siku usalama wetu utakuweje? Tukaondoka navyo vitu tukaja kuvileta Babati. Okay. Tukiamini kwamba leo wataweza kuja kufanyaje? Kuja kuchukua vitu vyao na kulipa gharama za gari ambalo limekuja kubeba vitu vyao. Lakini mpaka hii jioni mimi jana hiyo nikaondoka nikaja huku Kiteto kuja kutekeleza amri ya mahakama tena nyingine ambayo nilikuwa nimepigiwa simu kwamba kuna amri ya kwenda kutekeleza. Kwa hiyo niko kwetu. Naam. Ndio scenario yenyewe hiyo. Notice ya nini? Ya kuwatoa. Naam. Notice walishapewa tangia mwaka jana. Okay. Na tulikuwa kila wakati tunaendelea tukienda wanacheza mchezo wa kufanyaje? Wanaambia viongozi wasifanyaje, wasiende kwenye tukio na wao wanaondoka. Mtavunjeje nyumba bila kiongozi? Mnaamua kurudi. Kwa hiyo umekuwa ndio mchezo huo, tunaenda tunarudi, dokumenti zote zipo. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.